Habari wapenzi wafuatiliaji wa channel hii, kama hujasubscribe basi subscribe ili uje kwa kwanza kupata taarifa zetu. Bwana, shirikisho la mpira duniani FIFA limeitoa onyo kali kwa shirikisho la mpira wa miguu wa Tanzania TFF kutokana na sakata ambalo linaendelea nchini Tanzania linaloihusu dabi ya Kariakoo kati ya Dar es Salaam Young Africans pamoja na Simba Sports Club, mchezo uliotarajiwa kuchezwa tarehe 8 Machi 2025 na haukufanyika kwa sababu tofauti ambazo zilisababisha hadi mechi hiyo kuweza kuahirishwa, na hatimaye Young Africans walielekea kasi na kasi walirudisha Young Africans kurudi katika hatua za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, lakini Young Africans bado wamesimama na msimamo wao unaosema kwamba hawachezi, yani hawatocheza mechi hiyo tena hadi pale watakapopata ufumbuzi wa nini au nani aliyesababisha mechi hiyo kuweza kuahirishwa na aweze kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria za mpira wa miguu duniani FIFA. Kutokana na hilo sakata, TFF wamekuja na tarehe mpya ya mechi hiyo ambaye wameitangaza rasmi juzi. Mechi hiyo itawachezwa mnamo tarehe 15 Juni 2025 majira ya saa 11 jioni katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Lakini licha ya kutoa tangazo hilo la tarehe mpya, Young Africans wamezidi kuonyesha msimamo wao wa kugomea hiyo mechi kutokucheza kwa sababu hawana imani na bodi ya ligi ya Tanzania kwa ujumla. Yani wao wanaamini kwamba bodi ya ligi ya Tanzania inawaonea Young Africans kwa mujibu wa sheria na taratibu za mpira wa miguu ambayo wao imani yao ndivyo inavyowaonyesha. Lakini hilo ndio sababu kubwa ambayo imesababisha FIFA kuweza kutoa onyo kali kwa TFF baada ya jambo hilo kuweza kufikishwa katika Bunge la Jamhuri wa Muungano wa Tanzania hapo jana, na bunge limeweza kujadili bajeti ya michezo kwa ujumla katika idara ya michezo, na katika bajeti hiyo waliweza kuzungumzia sakata hilo ambalo linaendelea kwa hivi sasa kati ya TFF, Young Africans pamoja na Simba Sports Club, na bunge limeweza kujadili ni kipi hasa kimesababisha huo mgogoro na ni nani ambao anapaswa kuwajibishwa, na bunge limesisitiza tena kusema kwamba TFF inapaswa ije na taarifa maalum ambao inakuja kuelezea ni kipi kilichosababisha mechi ya Young na Simba iliyotarajiwa kuchezwa Machi 8, 2025 kuahirishwa, na sio kuja na kalenda mpya ya mechi kuja kurudiwa. Hilo sakata lilivyozungumzwa bungeni, na baadhi ya wabunge wamefikia mbali zaidi na kusema kwamba wanatoka na shilingi kama hawatopata majibu rasmi na mechi haitochezwa, na wabunge wamezidi kusisitiza bungeni kwamba hawachezi. Hiyo ni ishara mbaya sana kwa soka la Tanzania kwa mujibu wa sheria za mpira wa miguu, sababu mpira wa miguu hauruhusiwi kuingiliwa na mamlaka yoyote ya kiserikali katika nchi yoyote duniani. Hivyo serikali ikiingilia mamlaka ya shirikisho husika katika nchi husika, ambapo hapa inazungumziwa serikali ya Tanzania kuingilia shirikisho la mpira wa miguu TFF, hapa nazungumzia TFF kwa ujumla kuweza kuingiliwa na serikali. Hapa ina maana tukizungumzia serikali tunaizungumzia bunge la Tanzania. Ina maana unapoizungumzia bunge la Tanzania ndipo umezungumzia kiini cha serikali ya Tanzania, kwa sababu sheria zote, kanuni zote za nchi, kanuni zote za serikali na sheria za serikali zinatungwa bungeni. Ina maana kitu kinachozungumzwa bungeni ni kitu ambacho kinazungumzwa na serikali. Hivyo basi, kwa mujibu wa sheria, bunge la Tanzania kuweza kulijadili sakata linaloendelea Tanzania katika shirikisho la mpira wa miguu TFF, kuweza kulijadili bungeni na kuweza kulitolea maamuzi yao kama wabunge, kuweza kutoa maoni yao kama wabunge na wanachokihitaji. Hiyo ni ishara mbaya kwa kuweza kuingilia shirikisho la mpira wa miguu
TFF. Hapa tunazungumzia shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, na serikali kuweza kuingilia, kwa sababu bunge ni serikali. Bunge linachokiamua likiamua kwa ajili ya serikali, hivyo kuweza kuingilia shirikisho la mpira wa miguu TFF ni kosa kisheria katika sheria za mpira wa miguu duniani. Kwa hiyo FIFA imeweza kuitoa taarifa kupeleka CAF ili waweze kuwafikishia wanachama wao ambao ni TFF kwamba hilo sakata la dabi liweze kushirikiwa, lakini bila serikali kuingilia shirikisho la mpira wa miguu. Endapo ikizidi kuingilia maamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, basi TFF inaweza ikafungiwa katika shirikisho la mpira wa miguu duniani. Hapa hii ni dalili mbaya, kwa sababu TFF imeweza kuchaguliwa kuandaa mashindano ya AFCON, na Tanzania imeweza kuwa nchi mwenyeji pamoja na Kenya na Uganda kuwa nchi mwenyeji katika mashindano hayo ya AFCON 2027. Hivyo basi, kama hili sakata likizidi kuendelea na serikali ikizidi kuliingilia kati sakata hili na kuweza kulipangia maamuzi TFF, basi kuna uwezekano mkubwa kwamba Tanzania ikapokonywa nafasi hii ya kuandaa mashindano haya ya AFCON kwa sababu hiyo ya hili sakata kwa ujumla. Hivyo basi inapaswa TFF iweze kusimamia misingi na sheria za mpira wa miguu TFF pamoja na misingi ya sheria ya mpira wa miguu duniani FIFA, ili waweze kulitolea ufumbuzi hili sakata ambalo linaendelea kwa sasa katika mpira wetu wa miguu hapa nchini Tanzania, ili tuweze kuishuhudia AFCON ikichezwa kwa mara ya kwanza katika nchi ya Tanzania, na sisi tukiwa kama wenyeji tuweze kupata faida mbalimbali katika nchi yetu kutokana na mashindano haya kuja kufanyikia katika nchi yetu hii ya Tanzania. Bwana, kama hujasubscribe basi subscribe ili uje wa kwanza kupata taarifa zetu, na kama una comment yoyote basi unaweza ukashusha hapo chini ili tuweze kushare na kuweza kuona namna gani ambavyo tunaweza tukakuza mpira wetu wa miguu hapa nchini Tanzania bila purukushani zozote, maana isije ikatokea kama majirani zetu Kenya walivyokuja kufungiwa kwa sababu ya serikali ya Kenya kuweza kuingilia majukumu ya shirikisho la mpira wa miguu wa Kenya. Bwana, kama hujasubscribe basi subscribe ili uje kuwa kwanza kupata taarifa zetu. Asante kwa kusikiliza, nikutakie usikivu mwema.